Karibu msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na mshirika wa Radio Mbiu sauti ya faraja kutoka Bunena, Kagera, katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi saa 12 jioni. Kipindi kinatayarishwa na moja kwa moja kutoka hapa seminarini. Leo upo nami Frateli Alan Chitanda wa Jimbo Katoliki la Lindi, mwaka wa pili wa teolojia. Mada ya leo ni madhara ya ukosefu wa haki katika familia. Kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, familia ni kundi la watu wanaounganishwa kwa damu, ndoa au malezi, wanaoishi pamoja kwa upendo, ushirikiano na wajibu wa pamoja. Biblia takatifu inaonyesha kuwa familia ni taasisi iliyoanzishwa na Mungu tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, mwanamume na mwanamke akawaumba. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 27. Aidha, hati ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano juu ya furaha na matumaini, ambao unajulikana kama Gaudium et Spes namba 48, inaeleza kuwa ndoa na familia ni agano takatifu la upendo na ushirikiano kati ya mume na mke. Pia katekisimu ya Kanisa Katoliki inafundisha kuwa familia ni kanisa la nyumbani, ambapo watoto huanza kujifunza imani, maadili na maisha ya kijamii. Rejea katekisimu ya Kanisa Katoliki nambari 1655 hadi nambari 1658. Pia Mtakatifu Yohane Chrysostom katika homilia yake juu ya Waefeso, Homily on Ephesians, anaeleza kuwa familia ni shule ya kwanza ya fadhila na maadili, ambapo wazazi wanapaswa kuwa mfano wa haki na utakatifu kwa watoto wao. Familia ndiyo msingi wa jamii, kwa sababu humo ndimo mtu hujifunza maadili, upendo, mshikamano na namna ya kuishi na wengine. Jamii yenye familia imara huwa na amani, maendeleo na maadili mema. Haki katika familia ni hali ya kila mwanafamilia kutendewa kwa usawa, kuheshimiwa na kupewa stahiki zake bila ubaguzi wala dhuluma. Haki hujumuisha upendo, usikivu, usawa wa kijinsia, kugawana wajibu na kutoa nafasi kwa kila mmoja kushiriki katika maisha ya familia. Pale haki inapokosekana, familia hukosa amani na mshikamano, jambo linaloweza kusababisha migogoro, chuki na hata kuvunjika kwa familia. Ukosefu wa haki katika familia umeendelea kuwa changamoto kubwa katika jamii nyingi duniani. Wazazi wengi huonyesha upendeleo kwa watoto fulani, baadhi ya wanaume huwakandamiza wake zao, na watoto wengi kukosa malezi bora kutokana na mazingira yasiyo na haki. Matokeo yake ni kuongezeka kwa migogoro ya familia, ukatili wa kijinsia, watoto wa mitaani na kuporomoka kwa maadili ya jamii. Basi tutazame maana ya haki katika familia. Haki katika familia huonekana kupitia namna wanafamilia wanavyotendeana kwa usawa, upendo na kuheshimiana. Kila mwanafamilia ana haki na wajibu ambapo unapaswa kuheshimiwa.
Watoto wana haki ya kupata malezi bora, elimu, chakula, mavazi, makazi, usalama na upendo kutoka kwa wazazi wao. Aidha, wazazi wana haki ya kuheshimiwa, kusikiliza na kusaidiwa na watoto wao. Familia yenye haki hujenga mawasiliano mazuri kati ya wazazi na watoto bila vitisho wala ubaguzi. Biblia inasisitiza wajibu wa wazazi na watoto katika familia. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Rejea barua ya Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 6 aya ya 1. Pia Biblia inawataka wazazi kutowachokoza watoto wao, bali kuwalea katika maadili mema. Enyi baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Rejea barua ya Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 6 aya ya 4. Hii inaonyesha kuwa haki katika familia inahusisha malezi yenye upendo na usawa. Mtakatifu Agustino katika kitabu chake cha Maungamo alifundisha kuwa mzazi anayelea kwa haki humsaidia mtoto kukua katika hekima na hofu ya Mungu. Basi tuangalie haki kati ya mume na mke. Katika ndoa, mume na mke wanapaswa kuheshimiana na kusaidiana. Hakuna anayepaswa kumdharau na kumkandamiza mwenzake. Mtume Paulo anasisitiza upendo na heshima kati ya wanandoa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Rejea barua ya Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 5 aya 25. Waraka wa kitume wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili juu ya ushirika wa familia, Familiaris Consultio nambari 19, unaeleza kuwa mume na mke wana hadhi sawa mbele ya Mungu na wanaitwa kuishi katika umoja na upendo na ushirikiano. Mtakatifu Ambrosi alifundisha kuwa ndoa ya Kristo inapaswa kujengwa juu ya uaminifu, heshima na kujitoa kwa ajili ya wengine. Familia nyingi hukumbwa na migogoro kutokana na mfumo dume ambapo mwanamke hunyimwa haki na kutoa maoni au kushiriki maamuzi ya familia. Kanisa linafundisha kuwa ndoa ni ushirikiano wa upendo na maisha kati ya mwanamume na mwanamke wenye hadhi sawa mbele ya Mungu. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki nambari 1601. Tuangalie juu ya usawa, upendo na wajibu ndani ya familia. Haki huenda sambamba na upendo na wajibu. Kila mwanafamilia anapaswa kutimiza wajibu wake kwa manufaa ya wote. Familia yenye haki hujengwa juu ya msingi wa kusikilizana, kusaidiana na kuheshimiwa. Basi mpendwa, tutazame juu ya sababu zinazosababisha ukosefu wa haki katika familia. Sababu ya kwanza ni upendeleo wa watoto. Baadhi ya wazazi hupendelea watoto fulani kutokana na jinsia, uwezo wa kifedha au tabia zao. Upendeleo huu hujenga wivu, chuki au mgawanyiko ndani ya familia. Mfano mzuri katika Biblia ni simulizi ya Yosefu ambaye alipendelewa zaidi na baba yake Yakobo, jambo lisababisha ndugu zake kumchukia. Rejea kitabu cha Mwanzo sura 37 aya ya 3 hadi ya 4. Sababu ya pili inayosababisha ukosefu wa haki katika familia ni mfumo dume au mfumo kandamizi. Katika baadhi ya jamii, wanaume hupewa mamlaka makubwa kuliko wanawake. Mfumo huu husababisha wanawake kunyimwa haki ya kushiriki maamuzi, elimu au mali za familia. Hati ya Mtaguso wa Pili wa Vatikano juu ya furaha na matumaini ambao unajulikana kama Gaudium et Spes
nambari 29, kanisa linapinga aina zote za ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya utu wa binadamu. Hivyo mfumo wote unaodhamirisha mwanamke au mtoto unapinga na mafundisho ya Kristo kuhusu haki na usawa. Umaskini na migogoro ya kiuchumi, ambayo ni moja ya sababu ya ukosefu wa haki katika familia. Ukosefu wa kipato husababisha migogoro mingi ya kifamilia. Wazazi hushindwa kutimiza wajibu wao na wakati mwingine huamua kutumia nguvu au manyanyaso kutokana na msongo wa mawazo. Kukosekana kwa mawasiliano mazuri, ambayo ni moja ya sababu ya migogoro na ukosefu wa haki katika familia. Familia nyingi hukosa mazungumzano ya wazi kati ya wazazi na watoto au kati wanandoa. Hali hii huongeza kutokuaminiana na migogoro. Kukosa kwa maadili na malezi bora, ambayo ni moja ya migogoro na ukosefu wa haki katika familia. Kuporomoka kwa maadili katika jamii kumechangia ongezeko la dhuluma, ukosefu wa heshima na vurugu ndani ya familia. Watoto wanaolelewa katika mazingira yasiyo na haki mara nyingi huiga tabia hizo wanapokuwa watu wazima. Mpendwa msikilizaji, kama ndiyo kwanza unajiunga nasi katika kipindi hiki hewani cha Familia ni Nyumba ya Mungu, na mada yetu ni ukosefu na migogoro wa haki katika familia, basi unaendelea kutazama kipindi cha Familia Nyumba ya Mungu ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi saa 12:30 jioni. Basi tutazame madhara ya ukosefu wa haki katika familia. Migogoro na kuvunjika kwa familia. Ukosefu wa haki husababisha migogoro ya mara kwa mara kati ya wanandoa na wanafamilia au kati ya wazazi na watoto. Migogoro hii inaweza kusababisha talaka, kutengana au kupotea kwa mshikamano wa kifamilia. Yesu alisisitiza umuhimu wa umoja katika familia aliposema, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 19 aya 6. Papa Francisco katika wosia wa kitume Amoris Laetitia nambari 99 anafundisha kuwa kukosekana kwa msamaha, mazungumzo na uvumilivu ni chanzo kikubwa cha migogoro katika familia nyingi za kisasa. Chuki na kukosekana kwa upendo. Pale ambapo wanafamilia mmoja anahisi kudharauliwa au kunyimwa haki zake, huzaliwa chuki na majeraha ya ndani ya familia, na familia hukosa furaha na upendo. Athari za kisaikolojia kwa watoto. Watoto wanaoishi katika mazingira ya manyanyaso au ubaguzi huathirika kisaikolojia. Wanaweza kuwa na hofu, msongo wa mawazo, kukosa kujiamini, hata kushindwa kufanya vizuri shuleni. Biblia inaonyesha umuhimu wa malezi bora kwa watoto. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye ataishi hata atapokuwa mzee. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 22 aya 6. Mtakatifu Yohane Chrysostom katika homilia zake juu ya ndoa na maisha ya familia anasisitiza kuwa watoto wanaolelewa katika mazingira ya vurugu au dhuluma huathirika kiroho na kimaadili. Wataalamu wa kisaikolojia wanaeleza kuwa familia zenye migogoro ya kudumu huathiri ukuaji wa kihisia na ya mtoto. Kukithiri kwa ukatili wa kijinsia na manyanyaso. Ukosefu wa haki huongeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Baadhi ya wanawake hupigwa,
kunyanyaswa na kunyimwa mahitaji muhimu kutokana na mfumo unaokandamiza. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inafundisha kuwa kila aina ya ukatili dhidi ya utu wa binadamu ni dhambi kubwa dhidi ya sheria ya Mungu. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki nambari 2297. Biblia pia inasisitiza kuwa kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 27. Hivyo mwanadamu anastahili kuheshimiwa na kulindwa. Kuporomoka kwa maadili katika jamii. Familia ndiyo shule ya kwanza ya maadili. Haki inapokosekana, watoto hukua bila maadili mema na baadaye jamii hujaa watu wasiothamini utu kwa wengine. Kuongezeka kwa watoto wa mitaani na uhalifu. Watoto wanaokosa haki, upendo na usalama nyumbani wakati mwingi hukimbia familia zao na kuishi maisha ya mitaani. Hali hii huongeza uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya na tabia hatarishi. Basi tutazame juu ya mtazamo wa kidini kuhusu haki katika familia. Kwanza tutazame juu ya mafundisho ya Biblia kuhusu haki na upendo. Biblia inafundisha kuwa familia inapaswa kujengwa juu ya upendo, haki na msamaha. Yesu Kristo alifundisha kuwa amri kuu ni kumpenda Mungu na jirani yako kama nafsi yako. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 22 aya ya 37 hadi 39. Mtume Paulo anaeleza sifa za upendo wa kweli, ambapo anataja kuwa upendo huvumilia, ufadhili, upendo uhusudu. Rejea barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya ya 4 hadi ya 7. Nafasi ya dini katika kuimarisha amani na haki ya kifamilia. Viongozi wa dini wana jukumu la kufundisha haki, kusuluhisha migogoro na kuhimiza upendo katika familia. Kanisa pia hutoa mafundisho kuhusu utu wa binadamu, usawa wa wajibu na familia katika jamii. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake Familiaris Constatio nambari 42 unafundisha kuwa familia ndiyo msingi wa jamii na ustawi wa taifa lote unaotegemea uimara wa familia. Pia Mtakatifu Agostino katika kitabu chake cha Mji wa Mungu, City of God, unasema kuwa amani ya jamii huanza na amani ndani ya familia. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tutazame juu ya njia ya kukuza haki katika familia. Njia ya kwanza ni elimu ya maadili. Wazazi na jamii wanapaswa kuwafundisha watoto maadili ya haki, upendo, usawa na kuheshimiana tangu utotoni. Mazungumzo na usawa ndani ya familia. Wanandoa na watoto wanapaswa kuwa nafasi ya kusikilizana na kutoa maoni yao kwa uhuru. Mazungumzo husaidia kutoa migogoro na kujenga umoja. Kuheshimiana na kusameheana. Familia yenye haki hujenga juu ya kuheshimiana na msamaha, kubali na makosa na kusameheana, kurejea amani ndani ya familia. Malezi bora ya watoto. Watoto wanahitaji malezi yenye upendo, usawa na nidhamu ya haki. Wazazi wanapaswa kuepuka ukatili. Viongozi wa dini, walimu na viongozi wa jamii
wanapaswa kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa haki katika familia, kusaidiana kusuluhisha migogoro. Hitimisho. Kwa ujumla, haki ni msingi muhimu wa amani, mshikamano na maendeleo ya familia. Pale haki inapokosekana, huzuka migogoro, manyanyaso, chuki na kuporomoka kwa maadili ya jamii. Familia nyingi zimevunjika kutokana na ubaguzi, ukandamizaji na kukosekana kwa mawasiliano mazuri. Jamii inapaswa kuhimiza maadili ya usawa, upendo, heshima na mazungumzo ili kujenga familia imara. Viongozi wa dini, wazazi na serikali wanapaswa kushirikiana katika kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa haki ndani ya familia. Familia yenye haki ni mfano mzuri wa familia yenye ambayo haijengwi katika migogoro na kukosekana kwa haki katika familia. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, Sauti ya Kristo Nyumbani Mwako, na mshirika wa Radio Mbiu Sauti ya Faraja kutoka Bunena, Kagera. Hadi kufikia hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nasi tena kwa siku nyingine, muda na wakati kama huu. Ulikuwa nami Frateli Alan Chitanda wa Jimbo Katoliki la Lindi, mwaka wa pili wa teolojia kutoka Seminari Kuu ya Segerea Seminari. Ukiwa na swali, maoni au shauri, tunaomba utuandikie ujumbe mfupi kwa nambari 0756478178 0756478178 0756478178. Nambari hii pia inapatikana WhatsApp. Na sasa tuhitimishe kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.